makamu. Nafikiri ni uamuzi miongoni mwa maamuzi sahihi sana, kwa sababu huko mbeleni ingekuwa hivyo, wapo wawekezaji watatu wanne, makamu wa rais haendani na vision ya rais wa club. Muda wote wanapambana kupinduana. Ni kama nchi. Kwa hiyo mwenyekiti makamu wa rais angekuwa anampigisha shoti rais kwa wawekezaji. Sasa unajua kuna kitu alituambia juzi hapa alipokuja makamu wa rais Arafat. Kama unakumbuka nilimuuliza swali la kuacha legacy nje ya uwanja, mifumo ya kuiendesha club. Miongoni mwa vitu ambavyo wamevijibu ni pamoja na kuja na huo mfumo mpya ambao makamu atakuwa anateuliwa. Hiyo ni legacy. Maana yake hiyo sio kwa ajili yao hata wakiondoka. Katiba ndio inavyozungumza kwamba inabidi makamu ateuliwe. Na hiyo ni kwa sababu ukweli wanalinda maslahi ya klabu. Yaani kina engineer na Arafati na kamati ya utendaji walifikiria mbali kwenye hilo. Kwa sababu inaweza kweli ikatokea makamu asimachi na rais. Alafu ikatokea msuguano huko juu. Na ikitokea huo msuguano huwa kurejesha ni ngumu, kwa sababu msuguano ule unaweza kupelekea makamu wa rais ili aweze kumdefeat vizuri rais aliyeko madarakani kwa katiba ya Yanga. Maana yake inabidi makamu wa rais aanze kugawa kamati ya utendaji, na akigawa anajua kamati ya utendaji ndio inapiga kura ya kumteua mwakilishi ama wawakilishi wanaoingia kwenye bodi ya timu. Wanajua kule akipagawa kule hata wawekezaji waweke nini. Kwanza wataweza wakaithdraw interest mapema tu. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri kama kuna kitu Yanga wanawaacha mbali hizi clubs hapa nyumbani, specifically Simba, ni namna wanavyoorganize mambo. Yaani sasa hapa ndio huwa kuna kitu mimi sikiamini. Mimi siamini ukiwa umekaa sana kwenye mpira ndio unakuwa na maarifa makubwa. Kwa sababu mbona wale kina engineer kina Arafat ni wadogo kwa hao ambao wako Simba? Hao si ni wazee wao kabisa. Lakini kwa nini wale wadogo tu, madogo janja, wana akili ya kungamua vitu, wanabadilisha hiki, wanabadilisha hiki. Mimi sikufichi kama unaliangalia Yanga vizuri, ukiangalia Yanga vizuri, Yanga walianza kustructure administration kwanza kabla ya kujenga timu. Kwa sababu walijua kule kukiwa imara, huku kwenye kutengeneza timu kutakuwa ni rahisi, kwa sababu mtaenda na vision moja tu. Lakini haya mambo ambayo tumetoka kuyazungumza yanaendelea Simba, ni ngumu sana watu kuongea lugha moja. Lakini kwa huko wanakuelekea Yanga, wao kwanza angalia walivyokuwa wajanja kina engineer. Wao sasa hivi wanachokifanya ni wanaistructure team for future. Wao sio wataondoka. Klabu itakapokuja kuongozwa na watu wengine, wanataka ipite kwenye misingi ambayo technically itakuwa inailinda klabu. Na mimi kwangu hapo ndo ninapoona tofauti, na ndo hapo mimi sitaki kuamini. Mbona wazee wanachemka kwa vijana masela wanaitoga masela wanavaa vijinzi vya kuchana. Mbona wana mawazo sasa ya kuongoza timu kwenye njia iliyonyooka kuliko wazee ambao wanavaa mashati? Unajua hizi timu zina neema Chisano. Mashabiki kununua jezi, mashabiki kulipa viingilio, mashabiki zina neema, yani kule ndani kuna fedha. Unanielewa? Mpasuko unatokea wapi? Wenye mfano kama Yanga wameangalia hichi kitu, wakaona sasa makamu anaweza akaona rais, mbona kama jina lake linatajwa sana. Unaelewa? Rais mbona anavuma sana. Kama unakumbuka juzi niliuliza swali hapa Arafat kwamba kuhusiana na mambo ya uongozi, kwa nini yeye hatusikii, na tunajua machafuko kama hayo ndo anashusha club kama ambavyo upande wa pili. Akalijibu very straight. Na hata watu wengi wa Simba walikuwa wanaandika maoni yao pale kuhusiana na swali hilo. Same to what happened to Simba hivi sasa. Lakini kitakachotokea Yanga, kwa sababu tayari washaika mfumo wa rais, makamu na kadhalika. Makamu akishaona vile anaenda kwenye wajumbe sasa, naangalia watatu, naambia hivi, wewe utakupa makamu. Unanielewa? Sio anavyoalisha sumu. Anakwambia wewe nitakupa makamu. Tukimtoa rais, wewe nakupa makamu. Unanielewa? Mimi nakuwa rais, wewe nakupa makamu, wewe nakupa tunabadilisha katiba kidogo nakupa makamu wa pili, wewe tunatengua katiba kidogo na kuweka mjumbe sijui kitu gani, wewe na kuongeza excom. Unanipata sijui? Sasa hapo ndipo ambapo changamoto inaanzia. Sasa Irini, si masela wa jamaa. Hivyo nafikiri Arafat angeamua kutoka kumchallenge engineer angeshindwa. Yanga nzima kwenye hawa viongozi waliopita na wale wako sasa. Pekee ambaye angekuwa na nafasi nzuri ya kumchallenge engineer alikuwa Arafat. Kwa sababu anafanya kazi karibu. Anajua flows za rais. Na ameingia Yanga kabla ya engineer.
Kwa anajua flaws za jamaa akiwa kama kiongozi wa juu ni zipi. Yani angeamua kumchezesha, yani kwamba aende nje aanze kumpaka matope Engineer Hersi asionekane kiongozi mzuri, angeweza. Lakini unagundua hawana hiyo tamaa, kwa sababu hata Yanga huru waipo. Kwa sababu kama unazungumzia utamu wa asali, Yanga inavuja asali nyingi kwa sababu timu yao inafanya vizuri. Lakini wale hawana hiyo greed ya madaraka. Wamekutana watu wana vision moja. Na ndio maana kwa kulitambua hilo, Yanga wamefanya vitu viwili very smart. Cha kwanza ni kumfanya makamu ateuliwe, asigombee. Kwa sababu leo hii hao wanapatana, hawana tamaa. What if akaingia mmoja ana tamaa kuliko mwenzake? Au anaingia katika safari ndo amekuja kuondoa. Hii tumeiongelea tu scenario ya makamu kutaka kumsabotage rais. Rais ana uwezo pia akaamua akamfagia huyu makamu. Kwa hiyo Yanga wameangalia in two way traffic, kwamba hapa ili tulinde maslahi ya club, wanaweza wakaingia watu wasipatane. Kwa sababu Engineer na Arafat wameanza harakati muda mrefu, au wajumbe wakaleta maneno. Alafu kitu cha pili walichokifanya smart ni kuwafanya wajumbe wa kamati ya utendaji wasiingie kwenye bodi. Sio umenipata? Kwenye bodi watatakiwa wajumbe watakaoingia kule watateuliwa na watu wa Excom. Sahihi. Lakini watakaoteuliwa kwenda kule hawapigiwi kura na wanachama. Kule vinaingia vichwa ambavyo vina uwezo wa kuleta mabadiliko kwenye timu. Na vinaweza kuangalia maslahi ya timu nyingine. Na ndio maana nasema kama ndo masela wana akili, mwenda kwa msela, kwa sababu kumbe unaweza ukawa mzee lakini hayo maarifa ama mawazo huna. Mimi sitaki kuamini haya mambo ya kuniaminisha kwamba nini zile wanaokaa kwenye mpira muda mrefu na nini. Ni experience. Bro, hao wameingia juzi tu, mbona wanaweza kuona mbali? Yaani mbona wanaona mbali? Darubini ndugu yangu, kaa hapo hapo. Wengine hawana. Yaani hao tutazunguka sana. Hapo hapo. Yaani uweze kusema ukweli. Unasikiliza Baula sifu mafanikio ama maendeleo wanayopata Yanga bila kuwasifu wa viongozi wao. Wengi wanaona, au chukulia mfano. Nimetolea mfano tu wa Arafat kumchallenge rais, angeweza kusema, angeamua washindane. Na wangeshindana kweli. Mchukulie leo hii mtu kama Alex Ngai. Sijui huyo Yanga wangeamua kumchallenge makamu wa rais. Unafikiri angeshindwa? Au angetengeneza kakundi. Tena Ngai. Ndio nakwambia, yani wangeamua ndio nakwambia hivi, wangeamua kumchallenge makamu wala wajumbe kama utendaji, kwani wangeshindwa. Lakini unaona hawana hiyo greed kwamba sisi tunataka wao hawana tamaa madaraka. Wao wanataka timu yao ifanye vizuri, wao watakumbukwa kwenye hiyo legacy kwamba walifanya, sio wao. Maana wangeamua wao wangegombania uongozi. Na mimi niwapongeze pia Excom Yanga. Bwana wale unaingia mtu unatoka mtu. Jana bwana Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kajitoa kutokana na majukumu yake hivi sasa. Kaingia Ridhiwani Kikwete. Na mimi nimepata funzo kubwa sana bwana. Kwamba au unalimezea funzo. Haya jamani, kama Chisano wamepata funzo, kama Chisano wamepata funzo, na mimi na tupate mafunzo kidogo kutoka kwa watu wacheza pesa ambao hivi sasa wamepata shilingi 15,000 na 20 ambazo zimeingia kwenye simu zao. Lakini dakika 5 zilizosalia wanakwenda umwamba wake na uzoefu wake kwenye hili. Lakini jambo kubwa lingine siku ya jana ni bajeti. Na imepiga hatua Chisano na Nation kutoka 2018-19. Mimi naenda kuangalia, ilikuwa ni shilingi bilioni 4.6, ilikuwa ni bajeti ya wananchi Young Africans. Lakini sasa kwa kuruka tu imefika bajeti bilioni 36 2026-27, miaka nafikiri 8 mpaka 10 baadaye. Mwaka jana ilikuwa ni bilioni 33. Ilikuwa ni ongezeko la 10% kutoka bajeti ya mwaka 2023-24. Yaani zisome zote tu. Bilioni 5.7 ikawa 2019-2020, bilioni 7.9 ilikuwa 2020-2021. 21-22 ikawa ni bilioni 8.1, ambapo hapa sasa Young Africans wakaanza kuongozwa na Engineer Hersi Said. 2022-2023 ilikuwa ni bilioni 17, kutoka bilioni 8 mpaka 17. 2023-2024 ikawa bilioni 20.8, wakati 24-25 ikawa bilioni 24, na 2025-26 ikawa ni bilioni 33, na hivi sasa ni bilioni 36. Yapi mmeyachukua kwenye hili la budget? Kwanza tukianza nalo, mimi kwa ukiniuliza simply nitakwambia Yanga klabu yao inakuwa, yaani kuongezeka kwa bajeti kunakupa tafsiri kwamba timu inakuwa.
na it's direct proportional na matokeo anayoyapata na mafanikio anayoyapata kutoa mataji hapa nyumbani. Ukiangalia kwenye hiyo miaka 4 ya uongozi, kina Engineer walifanikiwa kucheza finali ya kombe la shirikisho, na kama sikosei ulikuwa ni msimu wake wa kwanza akiwa kama kiongozi, sikumbuki vizuri kama sio wa kwanza wa pili. Lakini ukiwaangalia namna ambavyo sasa hivi wanasajili, unapata picha kwamba ni timu ambayo imewekeza ama inawekeza, na haiwezekani timu ikawa inatanua bajeti ya kusajili wachezaji wakubwa kama kina Sharulile kama haina uwezo. Kwa hiyo Yanga timu yao inakuwa, yani simply ukiona bajeti yao ilipo na sasa hivi walipo, cha kwanza unaiona hiyo picha kwamba timu inazidi kukua, na ndio maana mahitaji yanaongezeka. Yani level of Kayanga huwezi kuambia tena uwape bilioni 2 ya wasajili au bilioni 1, hawawezi. Watakwambia tunasajilia mchezaji mmoja au wawili. Kwa hiyo kiuhalisia, kwa daraja la timu yao ilipofika sasa hivi, mahitaji ya timu yamekuwa makubwa, na sio wao wanapenda. Yani unapotaka kuwa na mafanikio na ukayafikia, ama ukiwa na maendeleo na ukaendelea kupiga hatua, yale maendeleo ama mafanikio huwa yanakulazimu wewe mtu wa hadhi gani. Kwa hiyo hata bajeti yako inabadilika tu automatically, yani kwamba wewe sasa hivi ulipo level ya kucheza kombe la shirikisho finali, kutokea hapo level yako inapanda. Ndio maana wote hapa tutakuwa mashahidi, tumekuwa tukiwapima Yanga siku hizi kwa aina ya sajili wanazozileta. Sasa huwezi kuleta usajili mzuri kwa kutumia hela ndogo, lazima utoe hela nyingi, na unapoleta wachezaji wa daraja la juu, mind you, hata treatment inatakiwa iwe tofauti pia, uimprove kwenye timu yako. Nenda kwenye technical staff, makocha ambao wamewaleta sasa hivi Yanga, uwekezaji huo waliofanya ni mkubwa nafikiri kuliko miaka yote iliyopita kwenye benchi lao la ufundi. Kwa hiyo hayo ni mahitaji ya klabu inavyopiga hatua. Kuna vitu vinalazimika kuitanua budget, kuanzia recruitment unayofanya, lakini operations za kila siku za klabu. Kwa hiyo kwangu mimi simply Yanga timu yao inaendelea kuwa kubwa na wanaendelea kupiga hatua. Umehitaji hapo miaka mingi ya bajeti za Yanga, trend ilivyokuwa, projection inavyoongezeka, kwangu mimi naona timu yao inapiga hatua kubwa sasa hivi. Sawa, huyo ni Chisano pamoja na Nation, na tukirudi hapa watakuja kutupembulia zaidi namna ukuaji wa klabu kutoka kwenye bajeti za bilioni 2, 4, 8, 17, 20, 24, 33, sasa hivi wako kwenye 36. Inaonyesha namna gani klabu ambavyo imekuwa kutoka kwenye bajeti ya kawaida mpaka bajeti kubwa. Manake kama msimu wa 26-27 wanakwenda na 36, pengine mpaka 2030 wakawa wanacheza kwenye B50. Umeona, hicho ni kitu ambacho cha kawaida, kwa sababu maana inahitajika bilioni 14 tu kufikia bilioni 50 mpaka 2030. Na kwa progress yao inavyokuwa kubwa, kasi ambavyo ipo kubwa, kuna uwezekano mkubwa wakafikia huko. Lakini katika ukuaji huu pia Yanga wanatakiwa kufanya haraka sana kukamilisha mchakato wao wa uwekezaji, ili waweze kupata mchakato wa mabadiliko ya klabu, ili waweze kupata wale wawekezaji wao 4, kwa sababu ukiangalia katika hiyo bilioni 36 kuna bilioni 20.6 ni fedha ambazo zinatoka kutokana, ni matarajio ambayo yatatokana na wadhamini, mashabiki kuingia viwanjani, lakini pia zawadi za washindi. Ila kuna bilioni 15 ambazo hizo zitatokana na mikopo, lakini zitatokana na wahisani pamoja na mwekezaji kutoa na mfadhili kutoa fedha. Kwa hiyo utagundua kwamba katika bajeti ya bilioni 36 kuna kama 40% hivi, 40 na kitu ya fedha ambazo hazijatoka kwenye vyanzo rasmi, yani hazitotoka kwamba yani ni klabu ambapo wanachama wanatamba kwamba katika hii 36 basi yote imetokana na sisi wenyewe. Kwa maana kuna fedha zitatoka kutoka kwa mfadhili, mikopo na vyanzo vingine. Kwa sasa hivi vyanzo vingine inatakiwa visiwe na kiasi kikubwa hivi. Yani hizi vyanzo vingine isiwe hii B15. At least inatakiwa kupungua. Na pia hawa wanachama, unajua kuingia viwanjani wanatarajia kupata bilioni 1. Alafu
mapato yanayotokana na kulipwa kwa kadi za wanachama wanatarajia kupata bilioni 1 pia. Kwa hiyo kuna nguvu itabidi iongezeke kusajili wanachama wengi ili wapate mapato mengi kupitia wanachama wao, kupitia kulipwa kwa kadi, lakini watu wajitokeze viwanjani. Yani sasa hivi uwanja wa KMC ni uwanja mdogo sana, lakini Yanga hawajazi uwanja wake. Unakuta hasa upande wa magoli, goli la huku na la huku, unaona kuna gap la mashabiki hawajitokeza viwanjani. Kwa hiyo klabu yao ina mashabiki wengi, lakini uhudhuriaji wao viwanjani umekuwa ni mdogo. Kwa hiyo ni sehemu muhimu sana ambayo klabu inaweza kupata fedha kupitia gate collection pamoja na kulipwa kwa kadi, kwa sababu timu nyingi za wanachama hasa zile kubwa, sijui Bayern Munich, Real Madrid, sijui Benfica, FC Porto, zile za Al Ahly, unaona wanapata fedha nyingi kupitia wanachama, kulipa kadi na mashabiki kuingia viwanjani. Kaweza bwana Mchungaila, kaweza. Tutaangalia pia alikuwa anawaweza wakipiga kelele anaita. Wewe umeona wananchi? Umeona ilivyo kali kidogo. Lakini pia Pamba Jiji na Geita Gold zimezua taharuki huko Ushirombo wilayani Bukombe mkoani Geita kwenye uzinduzi wa uwanja mpya wa kisasa utatumika kwenye michezo ya ligi kuu. Yanga wakitarajiwa kuondoka kesho kwenda Ushirombo kuzindua uwanja huo. Lakini pia tunao wajumbe watano ambao 3 wamerejea, 2 wameliwa vichwa. 2 wameliwa vichwa. Hawa ndugu wanachama bwana, mbona mliwa support wote wakiinuka wote mko nao? Mimi wajumbe wapiga kura au wanachama waliponishangaza ni kila mjumbe aliyokwenda kujitambulisha kuomba kura alipewa vibe lile. Hamna bwana. Yani Makaga ana tap mic. Kuna ukimtoa Yanga Makaga na Ngai alikuwa na vibe yake ile ya atuchezi na Makaga. Lakini Makaga haongei sana. Kila mtu alivyopokelewa. Kuna namna ilikuwa inatia moyo kwamba Makaga karibu kwenye bao la asubuhi. Kwa nini Makaga utap mic? Afu ana tap mic afu anawatuliza afu ana tap tena. Hakika. Makaga anapendwa. Aliongea jana rais wa klabu akasema jina hili halijatokea kwa coincidence. Makaga toka uchaguzi wa kwanza na before the mambo ya uchaguzi la nini kuingia kwenye hizo ungo za naniliza mambo ya urais, makamu na nini, before kina engineer hawa kipindi kwa kuna mwenyekiti kina Mshindo Makaga bwana anakubalika. Makaga game iliyoshindikana apewe Makaga. Kizizi kilichoshindikana apewe Makaga. Kwenye Simba alikuwa ni Hanspop. Alikuwa na nguvu hiyo. Akipita tu watu wako naye. Kwa hiyo Makaga. Lakini Ngai naye kaingia kibabe. Kujitoa vile si mchezo ndugu zangu. Kusimama front kwamba wewe ndo ulimwe kichwa sasa Chesano. Ikitokea kwamba kuna uhitaji wa ligi, bodi ya ligi na TFF kumlima kiongozi kichwa, wewe ndo ulimwe uwe mfano. Na unajua huku vifungu vyao miaka 5 miaka 10 maisha. Kwa hiyo wewe kila ambacho umekipambania maybe ulivyowekeza na nguvu zako na maisha yako, basi yote yameenda na maji. Nice. Kwa hiyo lazima wafurahie hilo ambalo wamelifanya. Ndio hivyo, mchumiaji wani ulia kivulini. Wameingia 2 wapya, tutakuja kuangalia hapa ni kina nani, na rais bado ana nafasi 2 unafahamu za kuongeza wajumbe 2 wa kuteuliwa. Lakini pia katiba ya Young Africans imefanywa maboresho na miongoni mwa maboresho ni pamoja na makamu rais kuanzia uchaguzi utakaofuata atakuwa anateuliwa na rais wa klabu ya Young Africans. Lakini pia maboresho mengine ambayo yamefanyika jana, mashabiki wa Young Africans kama tulivyopiga makofi, walipiga makofi kukubaliana kwamba uwanja wa Kaunda uingie kwenye kampuni na uanze mchakato wa kujengwa rasmi. Hayo yote tutakuja kuyajadili baadaye, lakini pia bilioni 4.9 ndio mchango ambao umefanyika, ama idadi ya fedha ambayo imeingia kutokana na kadi za wanachama Young Africans. Bilioni 4.29. Faida ilikuwa milioni 17 ambazo wametaja Baka wanasema. Baka. Sasa si ndo kwenye biashara huko ndo faida. Namna faida. Vyombo vile vimepotosha. Nimeona watu
Sasa faida gani wakati tu hapo unaambiwa kuna zaidi ya bilioni 10 zimetoka kwenye mikopo wahisani nani yule mfadhili wao. Kosa unasemaje ni faida? Kwa hiyo ni baki ya kuwe. Haya sawa. Kimataifa huko tunayo AFCON ambapo AFCON inaendelea, Malawi yazidi kuishangaza Afrika huku Tanzania ikipoteza katika mchezo uliopita, lakini pia rais wa FIFA Gianni Infantino amekalia kutikafu baada ya dunia kumkataa. Usajili waendelea barani Ulaya, Real Madrid, Arsenal na PSG. Nation malizia mwenyewe ambacho umekisema hapo. Hizo ni lugha kutokea Mbozi. Sio lugha za Kitanzania tunazozifahamu. Waendelea kutikisa huko kwenye usajili barani Ulaya. Lakini pia tuna kibwagizo cha anga la mbali, lakini usisahau asubuhi ya leo tumeanza vizuri na ENH kwa sababu wiki iliyopita mtu kutoka Dodoma mfanyabiashara wa mazao alishinda Alfred. Kwa hiyo ni furaha ilioje kuona kwamba hapa ndani tutakuwa tunaringa kwa sababu gari ile ambayo tumeliona kwa muda mrefu hatimaye limesepa. Kwa hiyo asubuhi ya leo tunaanza mapema 12 hii na 200,000 kwa Tanzania 30 kwa kujisikilizia uchambuzi kutoka kwa Chisano pamoja na Nation Mwambande. Unatusikiliza kutoka wapi? Mimi ni Irene Kilango, nitakuwa nawe kwa jumla ya saa 3 za leo kuhakikisha kwamba tunapata taarifa mbalimbali za kimichezo na tutakuwa pamoja mpaka 3 kamili asubuhi. Leo hii hapa na tunaanza na kikombe ili tuchambue tukiwa tuko makini zaidi kikombe kutoka kwa Babu. Mnakifahamu?